Mfalme mwema, kwa kuwa ni jina liko juu ya majina yote, ni jina ambapo haliwezi likalinganishwa na majina ya wakuu wa dunia. Ni jina liko juu kuliko majina yote, Baba yetu. Wakati watakatifu wanaliitia jina lako Bwana, makuu na makubwa yanatendeka katika jina la Yesu Kristo. Wakati watu wako Mungu wanaliitia jina lako, wakati wamefinyika, wakati wanapitia makali na mangumu, wanapoliitia jina lako Bwana, unawajibu na unawaitika, Mfalme mwema, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jina lako hatuwezi tukalilinganisha na majina ya wakuu wa dunia. Jina lako haliwezi likafananishwa na majina ya wafalme wa dunia, kwa maana ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uwezo, ni jina linakomboa, ni jina linaokoa, ni jina linaponya, ni jina linabadilisha hali. Katika jina lako Yesu Kristo, Baba yetu, tunakuabudu, tunakutukuza, Mfalme mwema. Tunasema kwa hakika wewe ni Ebeneza, tunasema kwa hakika wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, wewe ni kimbilio letu, wewe ndiye msaada wetu wa karibu Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe, Jehova Jire. Hakuna tunaweza tukalinganisha na wewe, Mfalme. Hakuna tunaweza tukafananisha na wewe, Baba yetu. Asante Mungu wetu na Baba yetu, hata kwa kutupa nafasi hii, Jehova Nisi, tukaingie kwa nyumba yako ili tukakutane na wewe Bwana, ili tukaweze kusikia kutoka kwako, Mfalme mwema. Hili jambo hatuchukui ni kawaida, Mfalme, bali tunajua imekarimu nguvu na uwezo wako, Baba yetu. Pokea sifa na heshima kutoka ndani ya mioyo yetu, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tazama kwa wakati unaya masaa Bwana, tumekusanyika mahali hapa Mungu, tunangoja kusikia kutoka kwako, tunangoja kunenewa na wewe, tunangoja kuelekezwa na wewe, tunangoja Baba yetu na Mungu wetu kubadilishwa maisha na wewe, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Watujua vyema Mungu, watujua na majina yetu. Wakati mwingine Bwana tunaweza kuwa tunapitia makali, wakati mwingine Mungu tunaweza kuwa tunatafuta njia hatuioni, lakini wewe Mungu uliyotengeneza njia katika bahari ya Shamu, tunakuaminia maisha yetu ya kwamba Mungu utatengeneza njia, Baba yetu. Mahali kuna giza Bwana utaweka mwangaza, mahali Jehova Jire na Mungu wetu hatuonekani, Baba Yesu Kristo, mwana wa Mungu, tutaonekana katika jina lako Bwana. Tunakuabudu, tunakutukuza, Mfalme. Jehova nisipokea sifa na heshima tunapoenda kulisikiza neno lako mchana wa leo. Tunaomba Roho Mtakatifu akatawala na akatamalaki. Tunaomba kibali kutoka juu mbinguni, Mungu wetu, ukafungue masikio ya mwili na ya kiroho, Baba yetu, tukaweza kulisikia neno lako, Mfalme mwema, kwa maana unasema ya kwamba Jehova Jire, yote yataisha lakini neno litasimama. Yesu mwana wa Mungu, tunajua neno liko na nguvu. Wakati Yesu Kristo alijaribiwa na shetani, alimrudisha kwenye neno na akamwambia ya kwamba imeandikwa. Sio mkate peke yake itaweza kufanya mtu na akaishi. Nasi tunajua tutashinda kwa hili neno. Tunajua Mungu tutakombolewa kwa hili neno. Tunajua Bwana tutapona kwa hili neno, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, ukatende mema na ukatende makubwa. Kumbuka wale wote wako ndani ya hii nyumba, Yesu Kristo, wajua vyema, wajua matarajio ya mioyo yao, wajua mahitaji yao, Mfalme mwema, ukawatembelee Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Maombi wamekuomba kwa siri, wacha Baba yetu na ukawajibu kwa uwazi, katika jina lako Yesu Kristo. Baba yetu, hata wale wanatufuatilia online, ukawakumbuke, ukawabariki Bwana, kutana na mahitaji yao, Baba yetu. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, wajua vyema, wafahamu mawazo yao, Baba yetu, wakiondoka wakirudi wawajua, Baba yetu, kutana na mahitaji yao Bwana. Yote wamekuomba kwa siri, Mungu wetu, ukawajibu kwa wazi, katika jina lako Yesu Kristo. Wakiwa mbali, wakiwa karibu, Mungu wetu watembelee, wacha mkono wako wa rehema uwe juu ya maisha yao, katika jina lako Yesu Kristo. Tunakuabudu, tunakutukuza. Roho Mtakatifu wa Bwana tawala, Roho Mtakatifu wa Mungu tawala, tawala, tawala kwa ibada ya leo. Tawala ukiponya, tawala ukibariki, tawala ukifungua waliofungwa, tawala ukiokoa, katika jina lako Bwana. Asante Mungu wetu, pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu wote, na ni katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba na hata tumeshukuru. Amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen, amen. Ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Tupate nafasi tuketi. Asubuhi leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa majina ni Senior Pastor Judy, na kwa hakika ninapenda Mungu. Alinipenda kabla sijampenda, akanitafuta, akaniokoa,
na akanibadilisha. Vile nilivyo siku ya leo sio vile nilivyokuwa. Kwa hakika nikupendwa, nimependwa na Mungu na ni mkono wa Mungu umenibeba, ndio maana niko mahali hapa siku ya leo nikitangaza ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na nikitangaza ukuu wake, na nikitangaza matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika ni umbali mkubwa sana Mungu ametutoa. Kama ni wanadamu wangekuwa wanaulizwa, wengine hatungekuwa tumefika mahali tuliko. Bwana Yesu asifiwe. Haungekuwa umeketi mahali ulipo. Kwa maana hata wengine walikuchimbia shimo uingie, lakini Mungu akakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakakupangia mabaya uishe, lakini Mungu akakuinua. Bwana apewe sifa. Kwa hakika ni kupendwa, tumependwa na Mungu. Na vile uko mahali hapa siku ya leo, ujue kwamba haijalishi unapitia mangapi, haijalishi maadui wamekupangia mangapi, haijalishi maisha imekusukuma aje, jua ya kwamba ya kuwa ukiwa uhai, ukiwa bado unapumua, ukiwa uko na afya njema, ukiwa bado unatembea, jua kwamba Mungu hajamaliza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo jipya wakati wote linaweza likatendeka. Cha muhimu ni kumtumainia Mungu na kumwamini yeye tu peke yake, kwa maana yeye ndiyo ako na jibu ya maswali yako. Yeye ndiye ako na jibu ya yale yote unajiuliza. Wakati unatafuta njia unaona ni kama hauioni, yeye peke yake ndiye atakuonyesha hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu ni kumngoja na kumtumainia peke yake na kumuita kila wakati na kila saa, kwa maana anasema wale wanaomtafuta watamuona. Bwana Yesu asifiwe. Usichoke kumtafuta Mungu. Hakusema utamuona siku gani. Wewe endelea na kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme umemtafuta sana. Ni maandiko yanasema ya kwamba wanaomtafuta lazima watamuona, wanaomuita lazima atawaitika, wanaobisha mlango lazima atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Usichoke kubisha. Haujui ni siku gani. Unaweza kuwa wakati unasikia ni kama umefika mwisho, ama ni kama umechoka kubisha mlango. Ikiwa hiyo ndio siku yako, unaenda kubisha mlango ukafunguke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kuendelea kubisha. Haijalishi ni miezi ngapi, haijalishi ni miaka ngapi. Jua kwamba aliyekuita ni mwaminifu na anajua na anasikia. Bwana apewe sifa. Hatuondokei kwa Mungu. Hata kama tumefunga, tumeomba, tunaona bado majibu haijakuja, hatuondokei. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ondoka tuende wapi? Hilo ndilo jibu nimekuwa nikijiuliza sana. Unaweza ondoka kwa Mungu uende wapi? Dunia yote ni yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata ukitoka kwa wema wake uende kwa dunia, bado uko kwake. Kwa hivyo heri tu ukae kwa Mungu, kwa sababu hata huko unaenda bado ni kwake. Hiyo nguvu unapata ya kutembea kwenda huko bado ni kwake. Daudi akasema, ni wapi ninaweza enda nijifiche? Hata nikienda kutandika kitanda yangu kwa kuzimu, hata huko anaingia, bado ni kwake. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu acha tukae kwa Mungu. Hii dunia yote ni yake. Bwana Yesu asifiwe. Dunia yote ni ya Mungu. Wanaweza kuwa wamekupika, wamekuinukia mahali huko, hama. Bwana apewe sifa. Ukienda kwingine wakikuinukia, hama. Hii dunia ni ya Mungu. Kabla hujaizunguka, Mungu atakuwa amerudi na atakuwa amekuokoa na atakuwa amekubadilishia hiyo hali katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka tusome maandiko katika Genesis 37. Tusikie ya kwamba si mambo yote inatupata ya kuleta aibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuwa wanakusukuma, lakini msukuma wao ni wa kukupeleka kwenye baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuwa wanakuchukia, wanakuinukia, wanakupiga, lakini hiyo ndio njia Mungu atatumia aweze kukufikisha kwenye baraka zako. Bwana apewe sifa. Nataka tusome katika kitabu cha Genesis 37. Na kama inawezekana niekewe Biblia habari njema, nitafurahia sana sana. Nataka tusome Genesis 37, tuanzie mstari wa 5. Ni wakati Yosefu aliota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati Yosefu aliota ndoto. Wacha tusome maandiko katika 37, Genesis 37, kuanzia mstari wa 5. Usiku moja Yosefu aliota ndoto, lakini alipowasimulia ndugu zake, wao wakazidi kumchukia. Tuende mstari wa 6. Aliwaambia, sikilizeni ndoto niliyoota. Niliota kuwa sote tulikuwa shambani tukifunga miganda, na ghafla mganda wangu ukainuka na kusimama wima. Miganda yenu ikakusanyika kuzunguka
kuinamia mganda wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kilileta shida ni ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ilileta shida, kwa sababu wakati aliota hiyo ndoto akaenda kuwaelezea, walijua hii sio ndoto tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka hiyo siku ikaingia chuki katikati ya Yosefu na mandugu zake kwa sababu ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto yako inaweza kufanya mwingine hata asilale. Ndoto yako litafanya mwingine hata asikule, kwa sababu kila mtu ako na ndoto yake. Kila mmoja ako na ndoto ya vile anataka kuwa, ya vile anataka kuishi. Kwa hivyo wakati mwingine unaenda unasimulia mwingine ndoto yako, unamwambia na mimi ninaonelea vizuri, ni kama niko na tupesa nimeweka mahali fulani, nataka niende niweke biashara. Ukiondoka hapa, huyo mtu umemwachia, ameachwa na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaenda unamwambia nimefanya interview mahali, nimeitiwa kazi. Wewe ukifikiri unaenda kumwambia kwa roho nzuri, kumbe ameingiwa na chuki, amejaribu juu chini vile atakuangamiza. Ndugu zake Yosefu, na usisahau ni ndugu zake. Kwa hivyo kuna mtu hawezi akakumaliza. Bwana asifiwe. Na usiwahi danganywa na mtu tunamalizwa na watu wa habari. Mtu wa habari atakuuliza nini? Anakujua namna gani? Mmejuania hapa? Mtu anakulangwa na wale wanamjua zaidi. Wale wanaona ni kama utainuka ukawapita, hao ndio wanakuangamiza. Hao ndio wanakumaliza. Yosefu ndoto yake ili aliota, akaenda akawasimulia, wakaona hii si ndoto tu, bali kuna ile hii ndoto inamaanisha. Na wakapanga, wakajua haka kamutu ndio hili ndoto lisitimie, ndio hili ndoto tuweze kuiangamia, kuna vile tutakafanyia. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika wakati baba yake akamuita. Hata baba yake alikuwa katika hiyo miti, lakini hakuwa anajua ya kwamba wakati anatuma huyo mtoto ndio wakati wa kufikia kwenye ndoto yake. Bwana apewe sifa. Wale wengine walikuwa wanaenda kuchunga kondoo, walikuwa wanaenda kuchunga, lakini yeye sababu alikuwa mdogo, alikuwa anabaki nyumbani. Na kwa sababu lazima ndoto lingetimia, baba yake akamuita na akamtuma na akamwambia, nenda ukaangalia mandugu zako kama wako sawa. Biblia inasema wakati walimuona akikuja, wakasema mwenye kuota ndoto ndio ule. Walikuwa wanamchukia mpaka wakambadilisha jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisikia umebadilishwa jina, jua kuna kitu kinapiganwa nacho. Huwezi badilishwa jina tu hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walimuona wakasema mwenye kuota ndoto ndio ule. Kabla hajafika, walikuwa wamepanga vile watamfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Wakapanga wamuue. Mwingine anasema hapana, tusimuue. Ukumbuke ni ndoto linapiganwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote inapangwa kwa sababu ya ndoto. Wakasema tumuue. Mwingine akasema hapana, wacha tumtupe kwenye shimo, kwa sababu Mungu hakosangi kukuachia watu wawili watatu wako na huruma na wewe. Hata wengine wakikupangia mabaya, kuna wale wanasimama na wewe kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Hata wengine wakikukataa, kuna wale Mungu anakuachia wanakuombea. Wale wengine wakikuinukia, kuna wale Mungu anakuachia, kwa sababu kulikuwa na mmoja kabisa usimuue. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama walikuwa wanaongea, bado Mungu alikuwa ndani yao, kwa sababu hao ndio walitumika kusukuma Yosefu akafikia kwenye ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akiwa mahali pale wakipanga vile watamfanya na vile watamuua, wakaona kuna watu wanakuja mahali pale. Mungu akawapatia mawazo, sababu Mungu alikuwa anajua Yosefu siku moja madugu zake watamuinamia. Yosefu siku moja atakuwa mtu mkubwa, lakini kwa ile nchi hangeweza kujipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Hangeweza kujipeleka kwenye ile nchi. Kwa hivyo ilitumika tu madugu zake. Wakifikiria ni kumumaliza wanamumaliza, wakifikiria wanamuangamiza. Ikawa hao ndio Mungu aliwatumia wapeleke ndugu yake mahali wataenda kumuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati waliona watu wanakuja wakamuuza, bado Mungu alikuwa pale. Usisahau ni ndoto linaleta shida yote. Bwana Yesu asifiwe. Wakamuuza na akapelekwa mahali pale Misri. Lakini hiyo yote Mungu alikuwa ndani yake, kwa sababu Mungu alijua wewe hakuna wakati utafika Misri. Utafika namna gani? Baba yako atakutuma, madugu zako wakuchukua wakuuze, ndio ufikie kwenye ndoto yako. Ndio lile ndoto
mengine yanatupata kwa hii maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mandugu zake wakifikiria wamempeleka huko aende akaangamie ama wamemtupa, siku ilifika. Sio mambo yote ya kutusukuma inaleta maafa ama inaleta madhara ama inaleta kuangamia. Bwana asifiwe. Mengine inatusukuma tukafikia kwenye baraka zetu. Wengine wanatusukuma, wakinani wanatusukuma tukaanguke, wanatusukuma tunaingia kwenye baraka zetu, kwa sababu Mungu alipanga hawa kusukume uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiona ukisukumwa, unasukumwa ukapike kwenye baraka zako. Ukiona mahali hautakikani ama watu hawakutaki, usijifinyirie mahali pale. Wanaweza kuwa unalia usiku na mchana, lakini wametumika kukusukuma ukaondoke ukakutana na muujiza wako. Mandugu wa Yosefu, kwa sababu ya ndoto, wakifikiria wamemtupa, wakifikiria wamemumaliza, kumbe ilikuwa ni njia ya kumsukuma aende akawe prime minister kama vile Mungu alivyokuwa amepanga. Na kwa hakika siku ilifika. Bwana Yesu asifiwe. Hata tumeona watu wengi, kuna watu majina yao yamechafuliwa, kuna watu wanaandikwa hata online. Ukifikiria huyo mtu ameandikwa ishe, kumbe hiyo ilikuwa ya kumuinua. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu ameharibiwa jina, kwa hakika neno yake jina yake limeenea online yote, amesemwa imekuwa, kumbe si ya kumumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mengine yanakuja yanamuinua zaidi, kwa sababu kuna mambo Mungu anatumia. Anaweza tumia njia nzuri, Mungu anaweza hata tumia njia mbaya uharibiwe jina, lakini kupitia kuharibiwa jina, kumbe ndio Mungu anakuja kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu Mungu hawezi akatumia akuinue kupeleke kwenye baraka zako. Mandugu wa Yosefu walimchukua wakamuuza aende akaangamie, lakini hawakuwa wanajua wanamuinua wampeleke katika ile nchi wataenda kumuinamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usiogope kwa wale wanakusukuma, usiogope kwa wale wanaona ni kama haufai. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ni daraja uvuke ufike kwenye baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa mnang'ang'ana pale unaomba Mungu wapigwe nini? Ambia Mungu, kama ni wewe wacha niondokee hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue unaweza kaa kwa ploti, ukae mahali pale ni mzozo kila wakati, mnakosana na mahali pale hujajenga. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona vita zinakuwa nyingi, maybe Mungu anataka uondoke, sababu ukiwa katikati hawa hautabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kazi yako ni kwenda kuomba Mungu niondolee huyu jirani. Hapana, Mungu asikuondolee jirani, wewe ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wewe anataka uondokee jirani akakubariki, maana hawezi akakubariki mkiwa na jirani pale. Ukiangalia hata wakati Herode alianza kuua watoto, Mungu aliambia Yosefu, chukua mtoto na mama mtoroke. Bwana Yesu asifiwe. Si ya kwamba Mungu ni muoga. Herode alikuwa anapumua hewa ya Mungu. Mungu alikuwa na uwezo Herode alale na asiamke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliambiwa Yosefu, chukua mtoto, toroka. Hatutorokaji kwa sababu sisi ni waoga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unafika mahali huko unaondoka. Usisukumane kuomba. Hawa majirani nakwambia nitafunga, nitaomba, wataondoka. Wewe ondoka, enda. Mungu anakutoa cha nguvu. Using'ang'ane. Bwana Yesu asifiwe. Maybe mahali pale hiyo plot watu hawabiriki yangu. Maybe mahali pale hiyo plot ni ya umasida. Na Mungu sababu anataka kubariki, anataka kukutoa. Ndio unaona unainukiwa na majirani, hauna rafiki. Wewe hauna shida. Ni Mungu anataka kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na hawezi akakubarikia pale kwa sababu mahali pale watu hawabarikiwi. Anataka kukutoa katikati yao. Na wewe badala utoke unaanza kuomba Mungu akuondolee majirani. Mungu asikuondolee majirani. Wewe jipenyeze, ondoka. Enda ukabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali kwingine si kupigana. Mahali huko hata kama ni kwa biashara, ukiona vita zinakuwa nyingi, ambia Mungu nionyeshe njia. Hamisha biashara yako. Maybe mahali pale utabarikiwa. Utaenda kwingine useme, na venye nilikuwa, sababu Mungu alikuwa anataka kukutoa pale.
Ndio maana vita zimekuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Sio vita zote zinakujanga kutumaliza. Sio vita zote zinakujanga kutuangamiza. Vita zingine zinakujanga ndio zikaweze kutusukuma tukafikia baraka zetu. Na wacha nikuambie, kama Mungu amekusudia kukubariki, kama Mungu amekusudia kukuinua, liwe liwalo atakuinua na njia ile tu atatumia. Hata majirani unaweza pata mumepigana asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ama atumie mume wako mpigane sababu ya aibu ondoke. Kumbe mnatolewa mkabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnatolewa pale sababu Mungu umejaribu kusukumana na majirani hausikii. Mungu ametumia majirani ndio uweze kuondoka hausikii. Sasa anajua juu ya aibu mtaburugana asubuhi. Sasa ukuliwe na aibu uhame. Ukifika kwenye unaenda unabarikiwa. Unashindwa. Ala. Kumbe Mungu alikuwa sasa unafikiri umetoroka kwa watu hawakujui. Hawajui kisanga kenye kilifanyika. Hawajui. Kumbe Mungu alikuwa anaenda kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbukanga kuna plot nilikuwa ninaishi. Hiyo plot nilikuwa nalipa 2 bedroom. 6,500. Ikaenda ikapanda. Ikafikisha 8,500. Nakwambia ilikuwa kung'ang'ana kulipa hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ile plot ikawa mpaka watu wanafungiwa nyumba. Ile plot ikawa unapata mpaka watu wanafutwa kazi kwa hiyo plot. Jambo moja lilifanyika. Nakumbukanga niliacha watoto. Nikasikia watoto walikuwa wanacheza huko juu. Kiateka akaenda akapiga watoto. Niko na moja mweusi. So alikuwa ameparara uso, so nilipata amejichora machozi huko. Kufika nikasikia vile alifanya watoto. Na mimi nikawaka, nikapata kiateka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nyumba nalipa 8,500. Na hiyo pesa wacha nikwambie ilikuwa ngumu hata kukula hata kusomesha watoto. Unatoa watoto private unawapeleka kwa kajo. Na kazi ni ile ile utabadilisha. Lakini hii nyumba ilikuwa nyumba mbaya. Na sikuwa ninajua. So kile kilifanyika tuligombana na kiateka. Nikamwambia mimi naweza kukutandika vibaya sana. Tutakufunga mikono na miguu tukupige. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikaunganisha wamama, bibi yake akamfungia, mimi nakuwa hatari sana. Nikamuuliza umechapa watoto wa nani? Wewe unajua ni watoto wa nani umechapa wewe? Alikuwa na katoto kamoja kadogo. Nikawaka moto sana, nikaita wamama. Tukakuja na kamba, tukamwambia toka kwa hiyo nyumba tutakufunga. So, landlord akafikiwa na maneno na akasikia mama Muridhi alikuwa ameunganisha hiyo kikosi kuvuruga. Na ni kweli tulikuwa tumesema tutamfunga. Mimi kwanza nilitisha nini? Hata bibi yake nimwambia toka uone venye nitakufanyia. Kumbe ni Mungu anataka kunifukuza pale. Bwana Yesu asifiwe. Siku anaweza kusimama ikakaa. Mama mwingine nikasikia sijui mtoto wake wamepigana na mtoto wangu. Nikasikia huyo mama amepiga mtoto wangu. Nikampata kwake akajifungia kwa nyumba. Nikamwambia toka uone venye nitakufanyia. So ikaonekana ninaleta vurugu. Mahali pale ikasemekana mama Muridhi ahame. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia nitahama kwani huku ni kwenyu. Kwanza nilikuwa mkali sana nikwambia nitahama. Hiyo nyumba ilikuwa 8,500. Nikahama hiyo 2 bedroom nikaenda 3 bedroom ya 15,500. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale nikabarikiwa sana. Sikuwahi kosa pesa ya kulipa hiyo nyumba. Watoto nikatoa kajo nikapeleka boarding private. Kwa hivyo Mungu alitaka kile kifanyike ndio niondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo inafanyika Mungu akutoe mahali pale. Ile ploti nikakuja kusikia. Juu hata wenye hiyo ploti walikuja na walichomekea Nakumatt. Ile Nakumatt downtown ilichomeka. Walichomeka wote wawili huko. Bwana Yesu asifiwe. Kukuja kuchunguza nikasikia maneno mengi. Hiyo nyumba ilikuwa ni kama imenyang'anyana. So ilikuwa ni nyumba ya mashinda ya vurugu. Mpaka mnalala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unakaa nyumba kama hiyo, enenda uhame. Usishinde ukiomba Mungu. Mimi nilikuwa naomba sana. Nafunga. Lakini si mimi nilitoa vita. Mimi ndio nilitoa vita. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka niwake moto, nivurugwe cha nguvu, nifukuzwe. Niende kwa baraka zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka siku hiyo mpaka saa hii. Tunaongea kitu 2014. Mpaka saa hii. Maisha yangu haikuwa irudi vile ilikuwa tena. Hiyo ploti tulihangaika. Munakosa mpaka chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi mnafanya ile tu.
Hiyo tu kazi, hakuna kazi ilibadilika. Hiyo tu kazi ikawa kazi kubwa, mnanunua gari kubwa, hiyo tu kazi. Kumbe mahali pale kulikuwa na kitu akingefanya tubarikiwe. Ukiona unapigwa, ondoka. Ile vita ilishuka ndio mimi nisukumwe niondoke mahali pale. Na hata nilikuwa kuleta kichwa niwaambie sitahama. Lakini sababu na mimi niliwaka nikasema nitaondoka. Nilisema mahali nimekosana na hawa watu, siwezi kaa na watoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile kiliniondoa mahali pale, sababu siwezi acha watoto mahali nimegombana, wacha niondoke. Kumbe na mimi Mungu alikuwa anataka kulete vurugu, niondoke nikabarikiwe. Kwa hivyo kama uko mahali na kuna vurugu, enda uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pale unaona maybe hata una struggle sana. Unaweza kuwa hata unapata pesa mahali pale, lakini hakuna kitu cha muhimu unafanya. Enda uondoke. Mambo mengine yanatupata si ya kutumaliza, ni ya kutusukuma kwenye baraka zetu. Yosefu ndoto yake ikafanya mandugu zake wapanga kumumaliza. Wakidhani wamemumaliza, walimpeleka kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ilifika. Sema siku ilifika. Wakati njaa ilikuwa ile nchi ilikuwa ya baba yake, mandugu zake wakaenda kutafuta msaada. Bwana Yesu asifiwe. Yule walipata mahali pale aliwajua, lakini wao hawakumjua, sababu hawangefikiria vile walimuuza kama wanaweza mpata wapi kwa kiti kubwa akiwa ameketishwa na Mungu. Lakini lazima ndoto lingetimia. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke mbeba maono hapi, lazima itatimia. Maono ya Yosefu, hata kama walijaribu kuizika, hata kama walijaribu kuiangamiza, ilitimia. Wakati ule walienda mahali pale wakiwa na njaa, wakiwa wamehangaika, hawakuwa wameenda kama wamecheka. Walikuwa wamehangaishwa na njaa, wanaenda mahali pale. Lakini Mungu alikubali Yosefu awajue, lakini hao hawakumfahamu. Wale walikusukuma, walikuacha ukiwa umeparara. Bwana Yesu asifiwe. Mtakutana, wasemange naona kama ninakujua, ni kama sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile kinanifurahisha ni ya kwamba Mungu atakubali wajue, lakini hawatakujua. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Mungu alikubali Yosefu wajue, lakini wao hawakuweza kumfahamu. Usijali na wale wanakusukuma. Kuna wakati watakuona mahali umesimama, waulizange ule ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali watakupata umeketishwa na Mungu. Wakikuona tu wanasema, ala, sio tulikuwa tunaishi naye Dadora, si tulikuwa tunaishi naye Umoja, si tulikuwa tunaishi naye Kayole. Wanasema hapana, ni kama ni yeye, ni Mungu amembadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikusukuma ukaangamie, lakini Mungu akakuinua. Kile unataka kukua, lazima utakuwa katika jina la Yesu Kristo. Kile Mungu amepanga, kile Mungu amekusudia kufanya kwa maisha yako, liwe liwalo, hata kama utapita kwenye shimo, lazima kitatimia katika jina la Yesu Kristo. Na njia yoyote tu Mungu atapita nayo, lazima kitatimia. Lazima Mungu atatenda. Lazima Mungu atakuketisha kiti ambao amepanga kukuketisha. Maadui wainuke wasiinuke, waseme wewe ni mjinga, waseme namna gani, lazima Mungu atakufikisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine una vita zimekuwa nyingi, jua kuna kitu kiko mbele. Wakati unaona watu ni kama hawakuoni, ni kama hawakupendi, jua kuna kitu kiko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na usijali hata ukichukiwa na wale mumezaliwa na wao. Kwanza hao ndio wanakuanga kwa mstari ya kwanza kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Maanti zenyu, maanko zenyu, mashosho zenyu, hao ndio wanakuanga wa kwanza kukupiga. Lakini jambo linanifurahisha ni ya kwamba lazima ndoto litatimia. Haijalishi ni muda gani, haijalishi ni miaka ngapi. Tumesikia, wacheni niwaambie, ndoto inakuanga na vita mingi sana. Hata wakati Yosefu alifika mahali pale Misri aliuzwa, bado alipitia magumu, bado alipitia shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana bado mahali pale kulitoka vurugu tu. Lazima angepitishwa kwenye moto,
lazima angepitia umakali, ndio wakati atasimama atajua kwa hakika kuna Mungu mbinguni. Ndoto la kubarikiwa, baraka zikujagi tu hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Baraka wakati zinakuja kwako lazima ziwe na kupigana. Wakati mtoto anazaliwa inakuanga ni chungu na nduru na kilio, lakini wakati unamshika na mikono, Bwana Yesu asifiwe, inakuanga ni furaha. Hivyo ndivyo baraka yake Mwenyezi Mungu inakuwa, haikujangi tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata vita utapatana nayo, hata magumu utapatana nayo kwa sababu ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto inakuanga na shida, ndoto liko na vita, lazima lakini hata kama ndoto litakuwa na vita, litakuwa na pingamizi, siku moja lazima litatimia. Siku ambayo hatujui ni siku gani. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu aliuzwa akiwa kijana mdogo sana, lakini hata kama alikuwa mdogo, lile ndoto lilitimia. Bwana Yesu asifiwe. Usijali na wale wamekusukuma, usijali ukisema tu hapana, mimi hata waliongelesha, wachana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata nikamata kwa chama yao walinitoa, wachana na wao. Mungu hataki ukae kwa hizo chama ndogo ndogo, kwa sababu kuna mahali Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto lazima litatimia, na usikubali maono yako yakakufe. Usikubali maono yako yakakosa kutimia kwa sababu ya wanadamu. Wanadamu watakusukuma, watakuambia maneno yote mabaya, lakini wewe shikilia ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakuambia umesoma, lakini makaratasi yako sioni kama kuna mahali nakupeleka. Waambie ninajua kile nilisoma lazima nitakuwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wakati ulisoma ulikuwa na ndoto. Wengine wasikuone kama ni mhubiri mdogo mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu unaanzanga juu, kila kitu kinaanzanga chini. Bwana asifiwe. Wengine wanakudharau, akisema ule mchungaji, ule mfanyabiashara, ule mwibaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawajui hata wale wako kwa juu walianzia chini. Bwana apewe sifa. Lazima ndoto itatimia. Ndoto yako ya kuwa mwanabiashara mkubwa lazima itatimia. Ndoto yako ya kuwa mfanyikazi kwa hiyo ofisi unatamani lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ya watoto wetu lazima itatimia katika jina la Yesu Kristo. Hatujalishi na wale wanatusukuma. Sisi tumepewa nguvu na uwezo. Kwa hivyo haijalishi wanaenda wapi, haijalishi wanapanga mangapi, haijalishi wanafanya nini. Jambo moja ninajua ni ya kwamba lazima ndoto itatimia. Inaweza chukua muda. Wakati Mungu anasema atatubariki, hakujagi kesho. Naweza ambiwa baraka sahi, lakini Mungu anaona bali sana. Wengine tunakufa moyo kwa sababu tunangoja kesho, ama tunangoja mwezi mmoja tunakufa moyo. Tunaona ni kama hata Mungu ni kama hakuongea vile inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alikuumba, ako na mpango mwema na maisha yako, na alikuwa na kusudia kufanya makubwa na makubwa kwa maisha yako. Kwa hivyo yale unapitia mahali hapa isikuvunje moyo. Bwana Yesu asifiwe. Magumu unaona mahali wakati huu kwa huu muda isikuvunje moyo. Tazamia Mungu. Lazima ndoto litatimia. Hiyo maisha unatamanangi kukaa, imagine utakaa katika jina la Yesu Kristo. Hizo nyumba, hizo mahali unatamanangi kuishi, hiyo nyumba unatamanangi kujenga, lazima utajenga katika jina la Yesu Kristo. Hata kama imechukua muda itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto la Yosefu lilichukua muda, lilipigana nalo sana, lakini bado lilitimia, kwa sababu yeye hata kama aliuzwa hakuenda kutoroka, hata hakupigana na wenye wanampangia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hakubishana na wao, hakuwauliza kwa nini maandiko. Hakuna mali nimesoma Biblia nikasikia kuna mali alinegotiate na wao. Hapana, yeye alinyamaza tu, kwa maana alijua ya kwamba lile ndoto lazima litatimia. Hakubishana na wao, yeye alikaa kimya, wakanong'onezana, wakapanga mipango yote, lakini hata yeye hakuwa anajua kwenye anatumwa anaenda kukua prime minister mahali pale. Wakati mwingine unaweza sukumwa kwa kiti,
Wakati mwingine unaweza hata utaongea nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mahali Mungu ameweka hiyo sauti ikanene. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali watu wanakungojea. Umenyamazishwa. Lakini kuna mahali watu watakaa, wataungana uwanja mzima, wakigonja hiyo sauti yako, ukawanenee na ukawatamkia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa umeambiwa unyamaze kwa sababu kile umebeba sio kwa wakati wala sio kwa watu wako mahali pale. Bwana asifiwe. Mungu anakihifadhi kwa sababu kuna watu wanatakiwa kuwatamkia baraka. Wakati umeambiwa nyamaza, wewe nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Usingangane. Kaa kimya ukigoja. Kwa sababu aliyekukupatia hiyo sauti, hakukupatia unyamaze. Bwana asifiwe. Anakuhifadhi. Kwa sababu kuna wale watu wanahitajika, sio wale wako mahali hapo siku hiyo. Unaambiwa usiongee. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja siku. Kuna kitu cha thamani na kuna kitu kizuri kiko ndani yako. Wengine wanaweza kosa kukiona. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amekihifadhi. Biblia inasema ukisoma katika Matthew, I think ni Matthew 10. I think 10:23 na 24. Bwana Yesu asifiwe. I think 24 inasema hivi. Kilichofunikwa. I think imesema vizuri. Niangalia kama ndio maandiko. Matthew 10:24. Kilichofichwa ama kilichofunikiwa kitafunuliwa. I think 10:24. Bwana Yesu asifiwe. Kilichofunikwa, kilichofichwa kitafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakafunika ulicho nacho, lakini lazima kitafichuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakakuzuilia usionekane. Wanaweza wakafunikia watoto wako wasiinuke. Lakini jambo moja linajua neno la Mungu linasema ya kwamba kilichofunikwa, kilichofichika kitafichuliwa. Kwa hivyo usijalishwa na wale wanakaa ni kama wanakufunika. Usijali na vile biashara inakaa ni kama imefinyiliwa. Usijali na kuona ni kama milango ilifunga. Bwana Yesu asifiwe. Inafunguka katika jina la Yesu Kristo. Yes, Matthew 10:26. Sikuwa nimepotea sana. Basi msiwaogope watu hao. Msiwaogope maadui. Bwana Yesu asifiwe. Msiwaogope wachawi na waganga. Msiwaogope wale wanararanga wakitembea usiku. Msiwaogope wale wanasemanga mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema basi msiwaogope watu hao. Msiwaogope watu wanajaribu kuwa maono. Msiwaogope watu wanajaribu kuficha ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Msiwaogope watu hao wanakufinyilia usiinuke usionekane. Kila kilichofunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile kilichofunikwa kitafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kilichofunikwa, walikufunika usionekane. Walikufunika wewe ni praise and worship. Ukienda mahali hakuna mtu, walikufunika. Kile kilichofunikwa kitafunuliwa. Ni neno la Mungu limesema. Usiwaogope wale walikufungia. Usiwaogope wale walikusukuma ukatolewa mahali ulikuwa. Usiwaogope wale walikuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Usiwaogope wale waliingilia maisha yako ukaondolewa mahali ulikuwa, ama wakaingilia hata ndoa ikaanguka, ama wakaingilia hata maisha ya watoto wasipate kazi. Kilichofunikwa, kile walifunikia, Biblia inasema kitafunuliwa. Na kila kilichofichwa na maadui na wachawi na waganga, Bwana asifiwe, kitafichuliwa katika jina la Yesu Kristo. Biashara walizoficha, kazi walizoficha, ndoa walizoficha, zinafichuliwa katika jina la Yesu Kristo. Usiwaogope watu hao kwa maana hawana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usikutishi. Maneno yao yasikutishi. Maongeo yao usiwaogope. Bwana asifiwe. Kilichofichwa kitafichuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kilichofichwa kitafichuliwa. Kwa hivyo usione ni kama Mungu amekusahau. Ni neno la Mungu linasema. Na usiogope watu hao. Usikose kupita mbele zao. Bwana Yesu asifiwe.
Bora unajua umebeba Mungu mkubwa. Haleluya. Bora ujue umebeba Mungu mkubwa. Usiwaogope maadui. Usiwaogope wanaokunyamazisha. Usiwaogope wale hawawezi wakakutambulisha. Wachana na wao. Kilichofichwa kinafichuliwa. Kile kilifunikwa lazima kitafunuka, kitafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata msichana akibeba mimba ajaribu kuificha namna gani, anaficha, lakini lazima itakuja kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote hata baraka zetu zikifichwa lazima zitaonekana. Lazima Mungu atazifunua. Haijalishi wanaficha namna gani, haijalishi ni njia gani wamepitia wafiche, lazima zitafunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Jambo la muhimu, usiwaogope. Kumbuka ni ndoto. Bwana asifiwe. Usiwaogope. Wewe tazamia Mungu. Wewe angalia Mungu. Kwa maana amesema usiwaogope. Hata wakati unaenda kuomba, ambia Mungu, ulisema ya kwamba ni neno linasema nisiogope hao maadui. Bwana Yesu asifiwe. Mungu uliniambia hawa maadui nisiwaogope. Na chochote changu wameficha, chochote changu wamefunika, chochote changu wamezuilia, ninajua wanaachilia katika jina la Yesu Kristo. Ni kungoja Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neno nzuri sana ya kuomba nayo. Bwana asifiwe. Ati usiwaogope. Nikwambia Mungu umeniambia, umenipa nguvu, uwezo na mamlaka, na umeniambia nisiogope hawa maadui. Kwa maana wakati wana wa Israeli waliokuwa walipokuwa wakitoka Misri, waliangalia nyuma wakaona maadui wamewakimbiza sana. Bwana asifiwe. Biblia inasema Mungu aliambia Mose, ambia hao wana wa Israeli wasiogope, kwa maana hao maadui hawatawahi kuona tena. Bwana asifiwe. Hao maadui wamekukimbiza. Hao maadui wameishi kupigana na maisha yako. Hao maadui wameishi kupigana na huduma yako. Hautawaona tena. Maana kuna mahali Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anasema usiwaogope, kwa sababu anajua amekupa nguvu, usitetemeshwe. Sisi tunajua Mungu wetu vizuri. Bwana asifiwe. Wewe jua Mungu wako vizuri. Bwana apewe sifa. Jua Mungu wako vizuri. Jua vile unaongeanga na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ujue Mungu wako. Juzi niliwaambia, Danieli alijua Mungu wake vizuri. Na akajua ni kwa sababu anajua Mungu wake vizuri, hata kama wamepitisha sheria inatoshana aje, Mungu wangu atanipigania. Bwana asifiwe. Jua Mungu wako vizuri, kwa sababu miungu ni mingi. Bwana pewe sifa. Nisikia kuna wengine wanasema Mungu wako na nini na WhatsApp. Wewe jua Mungu wako vizuri. Bwana asifiwe. Wakati unajua wewe na Mungu wako mnapelekana hivi, hakuna jambo utaogopa. Maandiko imesema usiwaogope. Usiogope watu hao. Usiogope hao maadui. Kama ulikuwa unaogopa maadui, usiwaogope tena. Na kama ulikuwa unaona ni kama kuna kitu kimefunikwa, Biblia inasema kinafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile kimefunikwa lazima kimefunuliwa. Ni maandiko yamesema, sio mimi. Ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Wewe mtumainie Mungu. Mungoje Mungu na umwambie ninajua hii biashara ilifunikwa, itafunuliwa. Hii biashara walificha, inafichuliwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu zima akawabariki na akawatende mema. Tuinuke kwa miguu yetu. Ambia Mungu tu, wewe omba na hilo neno. Usiwaogope hao maadui. Ambia Mungu umesema nisiwaogope. Haijalishi ni nini walifanya. Mungu amesema usiwaogope. Kile walifunika anza kudai saa hii. Chochote unajua kwamba kilifichwa, chochote unajua maadui walifunika, Biblia imesema usiwaogope. Ingia kwao. Anza kuvuruga, anza kuwapiga katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kazi walifunika. Ambia Mungu, Mungu umeniambia nisiwaogope. Ninajua maadui siku ya leo. Chochote walificha kinafichuliwa. Kile walifunika kinafunuliwa. Huduma walificha inafichuliwa. Huduma walifunika inafunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu tunakushukuru. Tunakuinua, tunakuabudu Bwana. Tazama Yesu Kristo, tumesoma maandiko katika Genesis 37:5 inasema ya kwamba Yosefu aliota ndoto na ile ndoto likaleta vita.
mipango, kwa maana hao ndio walitumika kumsukuma akafika katika nchi ya Misri akawa prime minister. Tunajua ya kwamba mfalme mwema mbeba maono hapi, lazima maono yatatimia. Tunajua ya kwamba Mungu wetu hata maadui wajaribu kutusukuma, wakifikiri wanatusukuma tukaishe, wanatusukuma tunafika kwa baraka zetu, katika jina lako Yesu Kristo. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 10:26 inasema hivi, tusiwaogope hao maadui, tusiogope mipango yao. Umesema chochote walichofunika unavinua siku ya leo. Tunaamini ya kwamba Mungu wetu, biashara zetu zilizofunikwa na maadui zinafunuliwa leo. Kazi zetu zilizofunikwa zinafunuliwa siku ya leo. Kazi zetu walizozificha zinafichuliwa siku ya leo. Utajiri wetu walioficha unafichuliwa siku ya leo. Manyumba zetu walificha zinafichuliwa siku ya leo. Nyota zetu walifunikia zinafunuliwa siku ya leo. Nyota zetu walifunika zinafunuliwa siku ya leo. Nyota zetu walificha zinafichuliwa siku ya leo, katika jina lako Yesu Kristo. Ni neno lako limesema Mungu. Jamani, si neno lako limetuambia na maandiko yako Baba yetu. Tunaamini ya kwamba Bwana, na tunajua ya kwamba neno lako ni wewe mwenyewe. Tunajua kutoka siku ya leo, kama vile maandiko yanasema, hatuogopi maadui tena, hatuogopi wale wanatutakia mabaya, kwa maana tunajua chochote walificha kinafunuliwa siku ya leo. Chochote walifunika kinafunuliwa siku ya leo, katika jina lako Yesu Kristo. Mungu wetu, tunakuabudu, tunakupa sifa, tunakutukuza siku ya leo. Mfalme mwema, kumbuka watoto wako Jehova, wale wameingia kwa hii nyumba Mungu Jehova, nisi kama vile neno limesema ya kwamba tusiogope hao maadui. Ninatamka siku ya leo, chochote chao kilikuwa kimefunikwa kifunuliwe siku ya leo. Kazi zilizofichwa zifichuliwe siku ya leo. Biashara zilizofunikiwa zifunuliwe siku ya leo, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaamini siku ya leo Bwana, kuna makuna makubwa unakuja kutenda kwa watoto wako, kwa sababu ni neno limesema ya kwamba chochote walificha siku ya leo Mungu kinafichuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Chochote walificha, chochote walifunika, siku ya leo kinafunuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, wakumbuke ukawaonekanie Bwana Yesu Kristo, ukanyosha mkono juu ya maisha yao, ukaingilie kati, ukabariki na ukawainue, katika jina la Yesu Kristo. Na tunaamini kutoka siku ya leo maisha magumu haina uwezo tena, maisha ya kuhangaika imefika mwisho, kwa maana kilichokuwa kimefichwa kimefichuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Kazi zote zao zilikuwa zimefichwa zinafichuliwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Afya ilikuwa imefichuliwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunaamini kutoka siku ya leo hakuna mikosi tena, hakuna laana tena, hakuna kuhangaika tena, hakuna kukosa tena. Minyororo yote imekatika, katika jina la Yesu Kristo. Na kutoka siku ya leo Bwana, tunaamini ya kwamba tumeingia kwenye baraka zetu na ndoto zetu zitatimia, katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ya kuwa mfanyabiashara mkubwa na itimie, katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ya kuwa mchungaji mkubwa na itimie, katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ya kuwa mwimbaji mkubwa na itimie, katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ya kuingia kwa ofisi kubwa kufanya kazi na itimie, katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ya kusomesha watoto mpaka university na itimie, katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana ni Mungu anasema ya kwamba kilichofunikwa kitafunuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, tunakuabudu, tunakutukuza Bwana. Tunasema kwa hakika wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Yesu mwana wa Mungu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na hata tumeshukuru. Amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen. Mungu zima akawabariki na akawatende mema, katika jina la Yesu Kristo. Na kutoka siku ya leo usiwaogope hao maadui. Kutoka siku ya leo jua ya kwamba kuna mambo ilikuwa imefichwa na imefichuliwa. Jua kutoka siku ya leo maisha yako yamebadilika, na vile umeingia kwa ibada ya siku ya leo
hautaondoka vile umeingia. Ukirudi mahali hapa, urudi na wimbo mpya katika jina lake Yesu Kristo. Mungu azima akawabariki na akawatende mema. Imefika wakati